Asante sana kwa kuchagua UTV, asante kwa kuendelea kuwa mwanafamilia wa Azam TV na kuendelea kukiwasha popote pale unapotutazama. Jumamosi nyingine nzuri kabisa tunakutana hapa ndani ya Hello Weekend tukiwa tumejipanga vilivyo kujadiliana yale yanayotusibu sisi pamoja na wewe. Nambari yako ni 0763809770 ndio inayokuwezesha wewe kuwa miongoni mwa washiriki wa mjadala wetu kwa siku hii ya leo. Langu jina ni Meryl Simba na mwenzangu ni nami ni David Wakarungu. Anavyoongea sasa. Umenichanganya ulivyosema leo langu jina ni Meryl Simba. Kesho utakuwa na kesho lako jina ni tunachokijadili leo sijaweka nukta. Hapo David Wakarungi anamiliki GB 20 lakini amezimaliza usiku wa leo. Muulize alikuwa anafanyia nini? Kwa kweli nilikuwa nina peruse. Ndio umaliza GB 20. Sasa unajua kifurushi cha wiki kinaisha ndani ya siku 2. Wale wenzangu wa kifurushi cha wiki kuisha ndani ya siku 2 au siku 1 au tu saa kadhaa, tunaulizana hapa. Hiyo pesa tunayoitumia kwenye bando huwa inarudi? Inarudi kweli? Umeweka kwa sababu watu si wawekezaji. Unajua sasa hivi Tanzania tunawekeza sana. Kabisa. Wewe ni afisa uwekezaji. Umeamua kuwekeza huko mtandaoni, una ukurasa wako. Unaamua kuwekeza kwenye GB zako. Unanunua GB moja asubuhi saa 6 imeisha. Hiyo shilingi kuna sasa hivi inafika hadi 2,100, 3,000 inarudi? Au ni liability wanasema? Na mtu sasa hivi anakuambia kuliko kukosa bando, bora skip mlo wa mchana ama chai ama cha usiku, lakini awe na bando. Lakini analitumia. Kwa hiyo bando sasa hivi ni sehemu ya mlo wa mtu. Yani ina thamani ya kupiku mlo. Na tukila tunaona ndivyo ambavyo tulivyomili tulivyojengeka. Kwa sababu tunafanya nini? Tunakula. Haya, hilo bando ni kama ni sehemu ya mlo. Unapata nini? Unavuna nini? Sasa hapo bando lako unalitumiaje? Je, bando lako unalitumiaje huko mtandaoni? Ndicho ambacho tunaulizana hii leo. Tushirikishane jamani. Usione aibu wala usiogope, tushirikishe tu. Bando lako unalitumiaje huko mtandaoni? Tutakuja kushirikishana hapa. Mimi nalitumiaje, David analitumiaje? Lakini tunao wageni ambao tumewaalika ili tujadili nao swala hili la muhimu sana kwa siku hii ya leo. David, kipokee kabisa tunamleta kwenu Samson Mbembela. Huu ni mtaalamu wa mitandao ya kijamii. Karibu sana Samson. Yaani Samson anakuambia yeye akiwa akitumia bando la 3,000 anahakikisha amerudisha 20,000 na kuendelea. Uongo? Naam, sahihi kabisa. Atatupa mbinu hapa. Lakini Celine Richard huyu ni mfanyabiashara na ndio wanaotumalizia mabando yetu. Makofi mengi sana kwake. Yeye ndio mnaotumalizia mabando yetu. Umeamua kuwashtaki. Celine, wewe unatumia bando la 3,000 kutangaza biashara inayokuingizia 600,000 kwa siku. Hamwoni kama mnatunyonya? Waache. Yaani mnatunyonya na yote 9-10 kule mtandaoni hakuna mipaka. Kwa hiyo unatupata nje, ndani na nje ya Tanzania. Alafu mbaya zaidi unanikuta kwenye platform zote. Yaani kutoka huko na post tofauti, ukija huko na post kitu. Huyu ndo bepari wa mitandao. Celine ni bepari wa mitandao. Tumekubaliana? Yeye naye ameamua namna fulani ya kulitumia bando lake. Atakuja kutupa hapa ujuzi na namna ambavyo imekuwa. Lakini na wewe pia unatakiwa endelee kutafakari na tunashirikishana hapa. Au wewe ni kama mimi, yani mimi na David si kazi yetu tu ni kupost ni kwenye Facebook. Unajua tu username yake, uko kwenye mitandao ya kijamii na mnaweza mkaendelea kuwasiliana na kusocialize. Haya, sawa. Tunaambia kwenye mitandao ya kijamii kuna makundi mawili. Kuna wale mabepari wanaonyonya MB zetu na kuna akina sisi tunaonyonywa. Kwa hiyo ni uchaguzi ni wako. Unachagua kuwa upande gani? Bando lako liendelee kunyonywa au na wewe uanze kunyonya au tunyonye? Haiwezekani. Kwani sisi tu upande wa yani mababu zetu walinyonywa na wakoroni na sisi tena tunaendelea kunyonya na mabando? Hapana, tunataka wanafamilia wa Hello Weekend msikubali muwe kwenye upande ambao wa mabepari wa kupata pesa mtandaoni kuliko kutumia bando kwa kulipoteza. Unasemaje Wakarungi? Upo pande gani? Mimi nilikuwa naangalia takwimu. Zinasemaje? Zaidi ya Watanzania milioni 20 wanatumia data. Hai. Kwa hiyo tunazungumzia maslahi mapana sana ya watu wengi. Unatumiaje bando lako?
kabisa. Tunakukumbusha tena wageni wetu tulionao kwa siku hii leo. Tunaye Samson Mbembela, huyu ni mtaalamu, mshauri mwelekezi wa matumizi mazuri ya mitandao ya kijamii, pamoja na Celine Richard, huyu ni mfanyabiashara na mnufaika nambari 1 wa mitandao ya kijamii katika upande wa biashara, ambaye sasa hivi anafanya biashara zake ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Nyundo yetu ya kwanza ianze kwa nani? Tuanze na mshauri mwelekezi hapo, japo wanasema ladies first. Ngoja tuanze na mtaalamu atusaidie. Mtu anaweza sikia bando, anaanza kuchanganyikiwa, hivi bando ni nini? Bando ni nini? Bando ni nini? Tuanzie hapo. Unapozungumzia bando, labda naweza kusema ni matumizi ya data. Ni inakuwezesha kuingia kwenye platform ama mitandao ya kijamii. Hiyo ndio bando. Kwa hiyo ni data ambayo inakuwa ni kama inakuwezesha kwenda kwenye hizo digital platform kama Instagram, Facebook na platforms zingine. Kwa hiyo mtu mwingine anaweza kaleo MBs au GB. Tumezoea hiyo. Naam. Asante sana. Celine, kwa mara ya kwanza kabisa unafungua ukurasa kwenye mitandao ya kijamii, walifungua kwa lengo gani? Na ilikuwa nini kilikushawishi? Kwa mara ya kwanza nilifungua kwa ajili ya biashara. Yaani nilienda moja kwa moja. Haiwezekani. Kwa ajili ya biashara. Yaani hivi unavyoniona, hata ile page ya kuposti vitu vyangu mwenyewe niseme nimepiga picha kama hapa sina. Kweli? Sina kwa kweli. Wameshanishauri sana. Rafiki yangu hapa amenishauri sana. Page ya kawaida basi sio, tunaona siwezi. Watu mnasema. Yaani wewe uliingia moja kwa moja kwenye mitandao ya kijamii, sio kusocialize kwenye biashara. Na huko kwenye biashara ndo napo socialize sasa na watu vizuri kuliko ningekuwa nina page yangu ile mwenyewe. Nisingepata ile nini association ya watu ambao niko nayo sasa hivi. Una miaka mingapi na huu kurasa? Nina miaka 9. 9. Nikiwa mkubwa nataka kuwa kama Celine jamani. Yaani kumbe mtu anafanya business socialization. Asante sana. Tumeshakigundua kitengo kingine hicho, si ndio? Kabisa. Mbembela, katika ufuatiliaji wako ama katika matumizi ya mitandao ya kijamii, umeona nini linapokuja swala la matumizi ya bando kwa watumiaji wetu kila siku? Okay, ninaona mambo mengi. Lakini labda nizungumzie tu kwenye upande wa takwimu. Kwa mfano kwa Tanzania, kwa takwimu za 2022 ambazo ulizitaja awali, kuna watumiaji zaidi ya milioni 20. Lakini kwa takwimu za karibuni kabisa, kuna watumiaji zaidi ya milioni 33, ambayo ni 50% na kwa hiyo kwa Tanzania. Kwa takwimu tayari tuna watumiaji wengi wa mitandao ya kijamii au hizo internet. Lakini inapohusu wanatumia kufanya nini, hiyo nayo ni jambo lingine. Kwa hiyo watu milioni 33 hivi, unaona ni yani tunazungumzia maslahi mapana ya watu wa taifa letu hili. Na linapokuja swala la bando na sasa hivi bando yani ni kama sehemu nyingine ya maisha ya Watanzania, mahitaji maalum of life kabisa. Mtu akikosa internet kabisa ni jambo muhimu, mahitaji maalum. Celine, atupe sasa kidogo simulizi yako. Ilikuwaje ukaingia kwenye mitandao ya kijamii tena kwa upande wako? Sasa mimi naingia kwenye biashara. Maana sisi tuliingia ili ulipotezana na watu shuleni. Yaani watu uliopotezana nao shule na chuo ndio nitakutana nao kwenye mitandao ya kijamii. Wewe ukaingia kwa ajili ya biashara. Tupe kidogo kasimulizi hapa. Ilikuwa ni kwanza kabisa nadhani ili kupata wale wateja wa direct. Unajua kwenye biashara ule wakati wa kusubiri mteja aje dukani apite aone bidhaa yako, tunavyoendelea kwenda mbele ule wakati unaenda unapitwa. Kwanza nikikwambia hata sasa hivi sidhani hata kama nyinyi mnatembeleanaga. Ila ukishaongea na mtu hivi kukichati naye unaona kabisa hapa nimeshaongea naye, nimemjulia hali na hisi yuko salama. Sasa tunavyoendelea kwenda mbele na hali ya maisha inavyoenda, mitandao inazidi kutumika sana. Na mimi niliona ni njia mojawapo sahihi kabisa ya kuwekeza biashara yangu kwenye mitandao. Inakupa watu wengi kwa mara moja. Watu wengi sana wanaweza kuona biashara yako kwa mara moja. Kwa mfano mimi video zangu nikipost ni zaidi ya watu 10,000, 11,000 wanaiona ile video ambao wangetembelea dukani kwako kwanza nisingeweza kuwahudumia. Lakini wanapoona vile inakusaidia wewe watu kukuona kwa mara moja, na ile unavyo show up sura yako. Mara nyingi mimi nadhani sura inapoonekana inatengeneza uaminifu zaidi. Mtu anaona naweza nikamwamini huyu kwa sababu ameamua kuonyesha anachokifanya, na pia inatengeneza mwamko
kwa watu kufanya biashara fulani. Mtu anaona kumbe hii biashara sio ndogo, ni biashara fulani kubwa, naweza nikaifanya. Kama huyu amefanya amefika hapa, basi hata mimi naweza nikafanya. Sasa ile inawafikia watu wengi, wanaweza kujua. Mimi ningekuwa situmii mitandao, sidhani kama hata ningekuja Azam leo. Unafanya biashara yake mpaka Azam mpite mnione dukani kwangu. Sio rahisi. Na unafanya biashara gani? Mimi nauza balo za mitumba. Sasa unaona biashara za mitumba, lakini wewe hauvai mitumba. Dada, taratibu. Uni mtumba? Usiniambie sana. Kweli? Kitu ambacho sio mtumba ni suruali tu. Mimi huwa ni mkweli sana hata kwenye biashara yangu. Basi tabili ila hili koti. Tukitoka hapa Wakarungi kanifanyie shopping kidogo. Usijali. Hilo jukumu nimelipokea. Ndio, Mbembela. Labda katika matumizi ya bando. Tunaweza tukawagawanya hawa watu kwamba katika matumizi ya bando tuna watu wa aina hii, aina hii na pengine wanafaidika na kuathirika vipi kwa maeneo yao. Sawa, sasa kuna wale ambao ni tuseme ni consumer. Yani kwamba wao wanatumia tu hizo internet kwa ajili labda ya kufuatilia tu taarifa, ambacho sio kitu kibaya. Lakini yeye ananufaika vipi na hiyo data? Ina maana tafsiri ni kwamba anaishia tu kuweka bando alafu kuperuzi basi. Lakini kuna wale ambao sasa wanazitumia hizi digital platform vizuri, kama alivyokuwa anasema Serene. Ina maana anatumia hizo platform kuweka biashara yake, lakini pia inawafikia watu wengi. Kwa hiyo unaweza kuona tuna hao watu wa aina mbili, wale ambao ni wanufaika na wale ambao si wanufaikaji kabisa. Kwamba haiwaingizii kitu chochote, anaweka tu pesa basi. Ndio. Na kitu gani kinawatofautisha hawa, kwa sababu wote wana bando? Yaani kitu gani kinatokea mpaka huyu ananufaika, huyu anufaiki? Ni namna ambavyo anaamua kutumia huo mtandao. Yani kwa hiyo ni maamuzi tu. Kuna mwingine anaona kabisa kwa sababu kwenye digital platform kuna watu wengi kama tulivyosema tayari, na hiyo ni nafasi ya mimi kuweka bidhaa zangu na zitaonekana. Kwa hiyo unapoweka pale kwenye hizo digital platform kama labda Instagram, unaweka account, unaweka posti zako au bidhaa, ina maana zinaonekana kwa watu wengi zaidi. Kwa hiyo huo ndio utofauti. Lakini mwingine anaona kabisa labda mimi nitaweka tu picha zangu tu hapo, labda ya ku connect, na ndio maana actual maana ya social, maana social media. Social ni inatokana na neno inaomaanisha friends, marafiki. Kwa hiyo ni ku socialize tu, lakini kuna mwingine anaamua kuitumia sasa kwa ajili ya na ngoja kuna kitu hapa tuwekee sawa Samson pamoja na Celine. Social media imewekwa kwa ajili ya sisi kusocialize. Na kwenye kusocialize tunataka kurelax. Yani ile ni sehemu ya kiburudisho chetu. Tena nikaanza kufanya biashara, kitu kigumu. Yani kuna namna hamuoni kama yani wanatuchanganya. Ile ni sehemu mimi najua kwenda kupumzisha akili yangu, niburudike, nikutane na watu, niungane. Sasa hivi naambiwa tena yani kuna namna mimi siwaelewi yani. Sasa wazo hapa liko hivi. Ni na ndivyo ilivyo kwamba watu anatoka huko anakuja anaingia kwenye mitandao, anaperuzi basi anatumia hivyo mtandao. Lakini pia anajua kabisa kwa sababu kwenye digital platform kuna watu wengi, tafsiri ni kwamba unaweza kaweka bidhaa zako, lakini pia ni nafasi hata kwenye account za biashara. Unajua watu wana interact zaidi na mtu ambaye pia anaposti picha zake, lakini pia hata video zake, kwa sababu mtandaoni watu hawanunui bidhaa tunazouza. People they buy trust and value. Wananunua thamani, lakini wananunua uaminifu. Kwa hiyo wanapokuwa wanakuona, ina maana pia unajenga uaminifu, lakini pia unapata pesa pia. Kwa hiyo unaona unaweza kuitumia kwa njia zote. Celine, wewe upendi kusocialize? Mimi nawaburudisha na ninawauzia. Wewe upendi kuburudika? Yani naburudika kwa vile wateja ninavyo interact nao kule mtandaoni. Mimi ndo burudani yangu. Hasa mimi burudani yangu naipata kitofauti. Lakini mimi pia nawaburudisha na pia nawauzia. Ila the way mnavyonitafuta ile hivi yani ule usumbufu, unaweza nikasema ile mnavyonipigia simu ndio burudani yangu. Yani nikikosa ile inakuwa kama ni mgonjwa. Tueleze namna ambavyo sasa imeweza yani kubadilisha wazo ambalo ulikuwa nao, na hakuna baadhi ya vitu hukutarajia lakini kupitia mtandao wa kijamii vimetokea. Tumezungumza hapo unafanya biashara ndani na nje ya Tanzania. Vitu ambavyo sikutarajia kwanza kuonana na baadhi ya watu wakubwa ambao naweza nikasema ni watu maarufu.
watu ambao wengine ni wasanii, wengine ni watu wa serikalini. Nimefanikiwa kufanya nao kazi kwa ukubwa sana. Na pia kitu kingine, hata hiyo kwenda kufanya kazi nje ya nchi, sikuwahi kujua kama ningeweza kuvuka mipaka. Sasa ile mitandao imenisaidia. Unakuta mtu anakuona yuko South Africa, mtu anakuona yuko Kongo, mtu anakuona yuko Malawi, mtu anakuona yuko Kenya. Kwa hiyo nchi zote jirani zinaona ile bidhaa yako na zinataka kununua. Tayari unakuwa umetengeneza marafiki mpaka nje ya nchi. Mimi leo nikienda Kongo ndio nina watu wengi ambao naweza hata nisilipie hoteli nikafikia kwao. Kwa sababu gani? Wameniona wapi? Wameniona mtandaoni, wameniona kupitia biashara yangu. Yes. Sawa. Mtu ambaye leo anaanza ana access ya bando. Naam. Anapaswa pengine kutafakari na kuzingatia nini katika kulitumia bando lake, kitu ambacho pengine miaka ya nyuma tulikuwa tunaanza kutumia bando letu kimakosa? Sawa, swali zuri kabisa. Ndiyo. Mtu ambaye ndio anaanza kwa mara ya kwanza, ana nafasi ya kuangalia passion. Yeye anapenda nini? Kwa sababu ni lazima ufanye kitu ambacho unakipenda. Hiyo ndio hatua ya kwanza. Lakini pia kwenye hicho kitu unachokipenda ni lazima utafute tatizo. Kwa sababu pesa inapatikana kwenye tatizo. Kwa hiyo unapoweza kutatua matatizo mengi ya watu, ndipo hapo unapoweza kupata pesa. Kwa hiyo mtu aanze na passion, kitu ambacho yeye anapenda, alafu kwenye kile kitu anachopenda atafute tatizo, alafu kwenye hilo tatizo atafute njia ya kutatua hilo tatizo. Na ikiwa hiyo huduma yake itapendwa na watu wengi, ina maana tafsiri ni kwamba atatengeneza pesa. Mimi niliona hilo mapema, niliamua kutengeneza hizo digital platform kama Instagram, nikaweka huko account, halafu nikaamua kuwa nasaidia watu kuhusu tu sponsored ads, kurusha matangazo, kwa sababu kuweka tu product kwenye mtandao haitoshi. Then unapoanza kulipia kidogo hiyo sponsored ads, Instagram wanakupelekea, ina maana hilo tangazo lako au post yako kwa watu wengine wengi. Tena uzuri, unaweza kuweka hata landing page, yani sehemu ambapo watu watafikia, wanaweza kuja moja kwa moja kwenye WhatsApp. Kwa hiyo unaweza kuona jinsi ambavyo mitandao inaweza kumsaidia kijana, lakini pia moja kwa moja unaweza kuanzia. Sawa. Haya, nambari yako ni 0763809770. Utujuze hapa, unatumiaje bando lako? Upo kwenye upande gani hadi sasa hivi tunavyozungumza hapa? Upo kwa upande wangu mimi tunaonyonywa, au upo kwa mabepari wakina Celine pamoja na Samson? Yaani kupanga ni kuchagua tu. Dunia haina huruma. Dunia haina huruma. Chagua, umeshapanga. Ukitaka bando lako liliwe linaliwa. Wale wanapita nao tu. Naomba nisome ujumbe hapa David. Pia tutapata nafasi ya kusikiliza baadhi ya Watanzania ambao tumezungumza nao bila shaka. Ndio, karibu sana bwana. Anasema anaitwa Yukuza kutoka Ubungo. Anasema mimi bando kwangu ni muhimu kwa sababu mimi ni blogger, ni software developer na graphic designer, na nisaidia kwa kazi zangu za kila siku, hivyo bando ni muhimu kama kifurushi cha Azam TV. Muwe na siku njema hapo studio. Asante sana. Yaani unajua sisi kuna mahitaji muhimu ambayo tumeyaongezea, ukiachana na chakula, mavazi, food sharing. Kuna bando pia. Kuna bando. Yaani na bando. Bora mtu akose chakula. Na sisi, mimi na Celine tunasema pia na lipstick, si ndio? Huyo anasema mimi bando langu Azam Max, jamani, inanimalizia bando langu ikiwa ni mwendelezo wa kampeni ya kukiwasha. Sasa hapo unapata na burudani pia. Kwa hiyo kwa kifupi bando lake ni anaburudika. Huyo anasema Max na David, bando langu mimi nalitumia kwa tafiti mbalimbali, mfano mada zinazofundishwa shuleni, matibabu ya dawa mbalimbali, vyanzo vya magonjwa, burudani, hasa mpira. Na sipo mbali sana na Wakarungi, ila kwa GB 2 kwa siku kanizidi. Anaitwa Mwalimu Severin kutoka Muleba. Na hapa tunachokizungumza ni kwamba tunakufungua macho kwamba hatukatazi kuburudika, tukatazani kuburudika, lakini tunakufungua macho kwamba kuna watu wanaingiza fedha na wewe unaweza kupata nafasi ya kuingiza fedha. Yaani tunasema we listen, we don't judge. Yaani kuna wale watu ulikuwa jamani. Messi. Kuna wale watu shuleni mlikuwa mnasoma, kumbe wanasoma usiku. Mnacheza darasani, wanasoma usiku. Hao wanasoma usiku, tunacheza wote. Mbona jamaa huwa anashinda naye anafaulu kuliko mimi? Wao sijali, watu wanasoma usiku. Kwa unaona mtu unashinda na Celine mtandaoni, lakini unaona na drive. Anatoa wapi pesa? Watu wanasoma usiku. Anasema hello weekend, naitwa Yohana William, nipo Mwanza, Ghana. Mimi bando langu nalitumia kupotezea mawazo, yani kujiliwaza. Mfano, naingia kwenye mitandao ya kijamii na cheka nimaliza. Anaondoa stress.
Sawa, sisi tunasikilizani leo, tunasikiliza. Unakuwa jirani unasikia anachekaga tu na anaishi mwenyewe. Huyu bwana vipi? Yeye kila wakati anacheka. Kabisa. Na leo tumekubaliana we listen, we don't judge. Tumsikie mwingine. Anasema imefika wakati mpaka siweki pesa kabisa kwenye simu. Muamala ukigena inabidi nitoe haraka iwezekanavyo, la sivyo naunga bando. Hela ile inapungua. Kiufupi imekuwa mlevi wa mitandao, halafu hainiingizi chochote kwenye maisha ya kawaida. Naitwa Jackie kutoka Mtwara. Haya Jackie, we listen, we don't judge. Anaitwa Hussein Mkupe kutokea Mbagala. Anasema matumizi ya bando kwa sasa jamani, hali mbaya imekuwa kwa sababu watu wengi wanaposti mambo yasiyokuwa na maadili katika mitandao ya kijamii. Kwa sasa hali ni mbaya kiasi kwamba nimesitisha matumizi ya mitandao ya kijamii kabisa. Yani situmii mitandao ya kijamii. Kwangu mimi matumizi ya bando ibaki katika kutafuta habari na kujifunza mambo mbalimbali, hasa kufuatilia mambo ya nchi na kuwasiliana pekee. Lengo ni kufanya siku moja niwe naweka bando kwa lengo la kupata chochote, yani kujiajiri au kurahisisha shughuli zangu. Basi bila shaka atakuwa ni mwanafunzi wako Celine huyo, si ndio? Utampa mbinu ajifunze. Kabisa. Anasema mimi bando langu jamani huwa linaisha kwenye sehemu 3. Nafanya biashara mtandaoni na kama kwenye platform, mimi ni mwekezaji kwenye zile platform zetu, mmeshazielewa sisi tuna maafisa uwekezaji. Pia WhatsApp pamoja na kucheka huko kwenye TikTok. Haya, wewe anasema hello weekend, msema kweli jamani, siku zote ni mpenzi wa Mungu. 60% mimi binafsi namalizia bando kwa kujifurahisha tu, aswa kwa mambo yangu binafsi. 40% ndio naingiza kipato ofisini kwangu. Anaitwa Hamisi mpiga picha kutoka Ndanda, asante. Huyu anasema jamani hakuna ninachoingiza, nikiweka bando langu napata tu burudani kwa raha zangu. Anaitwa Ashura Mwaka kutoka na Nyumbu Mtwara. Na Ashura tunakuambia we listen, we don't judge. Tunaambiwa tayari maoni hapo. Ndio, tusikie maoni kutoka Songwe bila shaka. Karibu sana, mtuambie nanyi mnatumiaje bando lenu. Karibu. Kuna faida kubwa sana kwa sisi vijana, wafanya biashara, wafanya kazi, wakulima, wote yani sekta zote. Jamii kwa sisi vijana wanatusaidia sehemu kubwa. Kwa mfano kama mimi hapa, mimi nauza duka la simu. Kuna watu na marafiki mbalimbali sehemu mbalimbali, naweza nikaa na post status, wanaona bidhaa yangu, wanapenda, wananiambia nipenda bidhaa. Tukao tunawasiliana vizuri, na wafanya tunafanya biashara kupitia mtandao wa kijamii. Kwa vijana wenzangu na washauri tutumie mtandao vizuri, kwa sababu mitandao inaita fursa kwa vijana. Au nikatangaza cabbage, kuna nikaweka na namba yangu ya simu, kuna mtu akapita ataiona. Ni kweli mitandao ya kijamii inachangia kukuza biashara, kwa sababu naweza nikaweka kitunguu changu, kuna mtu akawa yuko Dodoma, kuna mtu mwingine akawa yuko Nairobi ambao ni Kenya, kuna mtu mwingine yuko Uganda, akaona na akanitafuta pia, nikamwambia niko sehemu fulani, na akaja na gari yake na nikafanya biashara. Kwa hiyo mitandao ya kijamii inakuza ya kijamii, lakini vijana wakitumia mitandao ya kijamii vizuri watapata manufaa yake. Inanisaidia kukuza biashara. Kama hivi naweza nikatafuta mteja kwa kupiga picha labda nguo yangu na kuirusha kwenye mtandao, na mteja akapatikana labda Moshi, Arusha, nikaja nikamshonea na nikamrushia kwenye mabasi. Nawaambia wawekeze kwenye mitandao ya jamii, kwa sababu mitandao ya jamii ina faida yake. Kama hivi unarusha nguo, unarusha hata kitunguu, unarusha nini, ili unapata mteja hata wa nje ya Kenya, wapi, wanakuja kununua bidhaa zako. Kwa hiyo mitandao ya kijamii inasaidia sana kwa wafanyabiashara na wakulima. Yes, au ni kutoka Singida, kumradhi nilisema Songwe. Kwa hiyo umeona watu ambao wanatumia bando lao, na tunakumbushana namna ya kutumia bando na kunufaika nalo, sije kawa wengine tunasalia. Na bando linaweza katupeleka Songwe pia. Ya kabisa. Kwa sababu bila bando wewe maana tusingeyapata. Kabisa. Basi hapo baadaye litatupeleka Songwe. Pale baadaye Songwe. Kwa maoni haya tuliyosikiliza, kwanza tupate mtazamo wenu, alafu tuendelee. Si ndio David? Ya kabisa. Tukianzia kwako Samson. Niliona mmoja anazungumza, anasema kwamba imefika muda sasa imemlazimu kuacha kutumia internet. Ninadhani ningekuwa na mtazamo kama wake ikiwa ningekuwa sinufaiki kabisa kupitia mtandao. Ya kabisa. Kwa sababu unapoweka pesa pia unapaswa kuingiza, na sasa hivi imekuwa ni rahisi. Unajua kwa mfano kwenye digital kuna digital skills nyingi. Kijana anaweza kasoma hata affiliate marketing. Affiliate marketing ni kwamba unaweka kitu kwenye mitandao cha mtu mwingine, lakini kwa sababu utapata commission. Kwa hiyo wewe unaweka tu
cha juu, labda kwa rahisi wanaitwa kama madalali au buka. Kwa hiyo unaweza kufanya hata affiliate marketing, ni rahisi sana. Labda mwingine anaweza kuwa kama digital marketer, anakuwa tu ni mtaalamu wa masuala ya matangazo, analipia hizo sponsored ads, au mwingine anaweza kawa social media management, ana manage hizo account. Yeah. Kwa hiyo kuna fursa nyingi kwenye digital. Yeye anaweza kaamua aanzie wapi na mwisho wa siku akatengeneza kipato tena kikubwa kabisa. Kwa sababu hata kusimamia tu account kwa mwezi mzima, unaposti, unarusha matangazo, unapata hizo, lakini sasa utafanyaje haya ikiwa huna ujuzi? Kwa ni lazima usome pia. Kwa hiyo kuna nafasi vijana ya kusoma na mwisho wa siku akaitumia hii. Na hapo kwenye kikubwa si unamuona nani Samson, si mnamuona? Yaani ukimwangalia tu ni wale ambao humuombi buku. Wewe unamuomba kuanzia laki yani. Naam. Celine, kwa upande wako wewe unazungumza nini juu ya haya maoni? Kwa upande wangu mimi nimesikiliza kila mtu na maoni yake, ndio hivyo tumesema we listen, we don't judge. Lakini kwa mtu ambaye anaona yuko idle, hana kitu chochote cha kufanya, atumie mtandao wa kijamii kufanya kitu chochote. Unaweza usitumie kufanya biashara, kwa sababu mind you, biashara sio kwa ajili ya kila mtu. Sio kila mtu anaweza kufanya biashara hiyo iko hivyo. Na ndio maana kuna wewe unaweza ukawa una simu nzuri na kuona kabisa una uwezo wa kufanya, lakini kumbe huwezi kufanya kama mimi ambacho ninakifanya. Kwa hiyo unaweza ukatumia mtandao wa kijamii kujifunza vitu. Kuna watu wanaposti mapishi, alafu wewe huko hapa hujui kupika. Unaweza ukajifunza kupika, unaweza ukajifunza kuvaa. Kuna mtandao upo maalum kwa ajili ya dress code. Ukiandika tu pale ni vibe boyfriend jeans na kitu gani, inakuletea pale, unaangalia kumbe leo naweza nikavaa hivi. Kwa hiyo ukajikuta umeingia kwenye fashion. Mtu anaangalia unavovaa, ukaingiza pesa kupitia fashion. Kwa hiyo unaweza usitumie mtandao kufanya biashara, lakini ukautumia mtandao ku stretch up your mind. Unapojifunza kitu, unatanua uwezo wako wa akili. Sasa na kwenye mitandao pia ni kuchagua jamani. Utachagua kuangalia vilivyo vizuri. Kuna yule ambaye amesema pia ameacha mitandao kwa sababu ya 1 2 3. Unaweza ukachagua kuangalia vitu vile ambavyo vina manufaa kwako na vinavyosumbua akili yako kukupa ubunifu. Lakini pia unaweza ukachagua sasa niangalie vitu gani ili vididimize akili. Maisha ni kuchagua, haupangiwi na mtu. Yaani ukishazaliwa duniani, kinachofuata ni wewe kuchagua kuwa tajiri ama kuwa maskini. Huo ni uchaguzi. Na teknolojia ndio hii, hairudi nyuma. Exactly. Kila siku tunasonga mbele. Na kinachotokea hapa Wakarungi kinakuwa ni kama kwa mfano hapa Dar es Salaam kuna watu nimewahi kutana nao wanasema, yani zamani hapo Magomeni ilikuwa ni mashamba bwana. Na huko Mbweni tulikuwa tunaambiwa tukanunue mashamba Mbweni 2020, watu tukayapotezea. Ndio hiki tunachozungumza sasa hivi kwenye mitandao ya kijamii. Tunaopotezea kuingiza sasa hivi pesa. Miaka 20 ijayo tutaambiwa tutasema tuliambiwa. Ninaunga kabisa mkono hoja. Na tena hata hivi tukichelewa zaidi tunapotea, kwa sababu nimeona AI, models za AI zimekuwa nyingi. Ni kama zinachukua kazi zote tena. Kwa mfano content creators na nini. Kwa tunahitaji ubunifu zaidi. Rasivyo zitarepress kazi zetu. Ndio, kando na biashara, mtu na ametueleza hapo, nataka tutanue goli ili tuelewe zaidi wengine. Mtu anaweza kutumia bando katika maeneo gani na gani na ikamnufaisha kwa kiasi gani na vipi? Kwa sababu amezungumzia hapa mtu anaweza kujifunza sui mapishi na nini, lakini kwa kutanua goli, mtu anaweza kutumia bando kwa namna gani zaidi ili kunufaika? Okay, kwa namna gani zaidi? Labda sasa anaweza kutumia bando labda kwenye kama alivyosema Daserin before, kuna platform nyingi ambazo kijana anaweza kaingia kwenye hizo platform na akapata nafasi ya kusoma. Nilianza hivyo mimi pia. Nilisoma na nilisoma kozi nyingine, lakini kitu ninachofanya kwanza anaweza kutumia bando lake kusoma, kujielimisha. Yaani wewe tuambie kidogo, wewe ulisomea nini? Mimi nimesoma pharmacy. Mimi ni mfamasia na nimefanya kazi hospitali moja ya serikali. Dozi ya Panadol inatakiwa ni mbili mara ngapi? Mbili mara tatu. Mbili mara tatu. Mimi moja. Mbili mara tatu. Wewe. Mbili mara tatu. Ukasoma nini mtandao? Nimesoma pharmacy, alafu mtandaoni nikaenda kusoma masuala ya digital marketing. Sasa nimekuwa nikifanya hizi masuala na nimekuwa nikiwasaidia vijana wengi. Nimeajiri vijana 14 mpaka sasa hivi kwenye masuala ya digital. Wengine wananisaidia kuendesha account za watu kwa sababu siwezi kumanage account na account nyingi kubwa.
Kuna kwa hiyo yani kuna watu akaunti zao mnaziendesha nyie? Tuzimanage. Ndio. Za nini, za watu gani? Kama ni wasanii, wafanyabiashara, ni nini? Wote tofauti. Ndio. Wote ndio wanaojibu DM zetu tushaje. Kwa hiyo unakuta kuna muda DM hawajibu wao. Wote hawaendeshi account. Muulize Serini. Akwambie. Serini mwambie akuibie siri. Toe siri. Sasa nitoe siri. Kwa hiyo bana, mitandao hii haiendeshwi na wahusika wenyewe. Kwa hiyo tunachofanya ni kwamba unakuwa unafanya hiyo social media management. Kwa hiyo nina vijana wengi nimewaajiri, wana wengine wanafanya social media management, wengine wananisaidia kusolve case. Kwa mfano mimi ninatatua matatizo sana ya hizi sponsored ads. Account zinaharibika. Na wafanya biashara sasa hivi wanachanganyikiwa. Account ikiharibika tu huwezi kumwambia kitu. Kwa hapo anatafuta mtaalamu. Sasa mimi sasa hivi message zangu kwa mfano kwenye WhatsApp nakuwa na message zaidi, nadhani naweza kawa naingiza message 500 plus hadi 1000 kwa siku tu, kila siku. Kwa hiyo ninachofanya ni kwamba ninachagua vijana na nina package zangu za online. Kwa hiyo vijana ninao 14 wanaonisaidia kazi. Kwa hiyo nina delegate to power, wanafanya kazi. Umeajiri watu 14 kabisa. Na hata sasa hivi hata nikitoka tu hapa ninaenda kwenye mentorship program fulani, kuna wanafunzi zaidi ya 4 5 6 wanajikusanya, nafundisha hapo. Kwa hiyo ni hivyo. Kwa hiyo naona bando tunaweza kulitumia kujielimisha pia. Tunaweza kutumia kupost kwenye mitandao bidhaa zetu, sawa, kutengeneza fursa. Lakini pia tunaweza tukaandaa session, kwa mfano tunaandaa madarasa, labda tuna ujuzi fulani tunatoa kupitia WhatsApp. Then unaona, yani ni rahisi sana. Naomba nisome ujumbe hapa. Yani bando siku hizi limekuwa ni kama funguo. Yani bando kama elimu. Mimi nimesoma shule ambayo elimu moto yake wanasema elimu ni ufunguo wa maisha. Sasa nadhani na bando ni ufunguo wa maisha. Na kwa kweli, na hapo baadaye pia David utabidi waje sasa watupatie zile ABCs, yani kanuni zile, ili niweze natakiwa nifuate kanuni zipi. Maana yake tunaweza tukaongea tukacheka hapa tukatoka na bado nikajikuta natamani ninufaike, lakini hamna. Haya, anasema anaitwa Proud Teacher. Anasema nimefurahi sana kumuona dada Selena akiwa Azam TV. Kwa ufupi, yeye ni miongoni mwa wanaokula bando langu. Selena, unakula bando la mtazamaji wetu. Anasema kwa kweli, kwa upande wangu mitandao ya kijamii imekuwa na nafasi kubwa sana kwangu ya kula bando langu, lakini najifunza soft skills na kupata habari mbalimbali. Anaitwa Brother Mashiku wa Mbagala. Asante. Anaitwa Triple M wa Tema Moshi, Tanzania. Sana natumia bando langu kwa ajili ya taarifa muhimu tu. Asante, japo tungetamani tuambie taarifa muhimu kwako ni zipi. Anasema anaitwa Amir Mtunguja. Mimi bando langu jamani nalitumia kutafuta kufuatilia maisha ya mastaa, yani kwa mfano Donald Trump. Sawa. Anaweza hivi, unaweza kaingiza hela ukiwa unafuatilia maisha ya hawa mastaa. Labda anaweza kaanzisha kusimulia, anaweza kaja kuwa mchambuzi, tukao tunamuita huku Azam TV. Inawezekana pia. Wafuatilie vizuri hawa mastaa, alafu ujielimishe ili uwe unakuwa mchambuzi wetu wa kimataifa. Anasema mimi anaitwa Shamsi Ali Rupia kutokea Tanga Bumbuli. Kwa kweli mimi bando langu nalitumia kuwajulia ndugu zangu jamaa na marafiki wanaendeleaje waliopo nje ya nchi na kujiburudisha, bila kusahau na kiwasha Azam Max. Asante sana. Anasema naitwa Johnson Bernard kutoka kijiji cha Kilimasera, wilaya ya Namtumbo, mkoa wa Ruvuma. Mimi natumia bando kwa kusoma na kufuatilia taarifa mbalimbali duniani kote, na pia kuposti taarifa mbalimbali kwa sababu ninaendesha JB Media TZ ambayo hutoa taarifa mbalimbali. Biashara yake inamuingizia kipato. Sasa kwa sasa natumia bando kujua kinachoendelea kujiri duniani, hasa vita vya uchumi. Asante. Anasema mimi bando langu natumia kuangalia video za za kuchekesha. Haya, asante. Anaitwa Suma, nipo Mbeya. Kwa kweli mimi namshukuru sana juu ya business online, yani kwa sasa imenisaidia sana. Nina wateja wa nje ya nchi wamekuwa rafiki zangu. Mimi kwa mfano hapa Mbeya rafiki zangu ni wa Zambia, na kama nyumbani Malawi. Pia nilipata marafiki wengi mno kupitia mitandao ya kijamii na biashara zangu za nguo nafanya. Na huyo anasema mimi natumia bando langu kujifunza mitandaoni, pia kujirudisha kikweli. Social media kuna raha sana. Anaitwa Musa kutoka Tanga. Unapata raha, yani sema kwake. Ukijua unatafuta nini? Unapata watu kabisa.
Anasema simu ni chombo cha kupata habari na kwa hiyo mimi bando ni kama starter ya habari, kwa hiyo naweka bando ili niweze kupata habari. Asante. Anaitwa Injason. Anasema wafanya biashara tulio wengi tunapenda kutumia bando, lakini tunaogopa kuposti kwa sababu tuna uelewa wa simu kubwa, hivi tuendelee kupata uelewa. Haya. Anasema mada leo imenigusa sana kwa kweli. Mimi ni mtumishi wa serikali, natumia bando kubwa sana katika kazi za ofisini kwa sababu kwa sasa serikali imekuwa na mifumo mingi inayotumia bando, hususan upande wa afya. Nipo upande wa afya. Labda mtaalamu atueleze hapa, mimi kama huyu ninawezaje kunufaika na bando? Anaitwa Almas kutoka Morogoro. Edison wa Arusha anasema mimi huwa natumia kusoma comment, mfano kingamuzi kimetoka au remote nifahamu. Haya, asante sana wale wasoma comment, na nasikia kuna chama chenu sasa hivi. Chama cha wasoma comment. Cha wako. Nahitaji kuwa mhazini wao. Haya, kuna Almasi ameuliza swali la muhimu huyu. Anafanya kazi serikalini na inahitaji mitandao, ina mifumo mingi. Muda ule akiwa anatumia mifumo na anatumia bando, lakini huyu mtu mwenye kazi kama hii anawezaje kunufaika? Make wapo wengi wa asili yake. Mimi kazi yangu ni ofisini, ambao wanatumia wana access na internet lakini haingizi pesa. Kwa ajili tu ya kazi zake tu ofisini. Wengine anaweza kachepuka akawa na okay, kama tulivyosema, na uzuri sasa haihitaji, unajua unaposema kwa mfano marketing ni masoko na unawezesha kuwa na vitu kama people, product, price, press na promotion. Lakini unaposema digital marketing inahusisha kuwa na people, product, price, hatuna press kwenye digital. Kwa vitu vyote tunaviweka kwenye mtandao. Kwa hiyo ni yeye anaamua kuchagua tu platform anayoitaka, anachagua niche, ambao niche tunasema ni chaka au sehemu specific ambapo yeye ana target, halafu mwisho wa siku amwe kuanza kujifunza, kutafuta ujuzi wote na auze ujuzi alionao kwenye hizo digital. Sasa bando lituwezeshe sasa kwenda Songwe. Yes, watu wa Songwe karibu sana, nanyi mtuambie mnatumiaje bando lenu. Karibu. Seme mitandao ya kijamii imesaidia kwa kiwango kikubwa sana kuinua ama kuibua fursa za masoko pamoja na fursa za kibiashara, kwa sababu leo hii ukiangalia wapo wa Tanzania ambao wana uwezo wa kuagiza mzigo kutoka Dubai mpaka China. Yote ni kwa sababu ya mitandao ya kijamii, kwa sababu Mtanzania ana uwezo wa kuweza kuandika kwamba ni bidhaa zipi ambazo anazitaka na zile bidhaa zikatumwa kwa njia ya mtandao akaziona, na baada ya hapo hata kulipa kwenyewe watu kwa hivi sasa wanafanya malipo kwa njia ya mitandao. Kwa hiyo naamini kwamba hili mitandao ya kijamii imekuwa na fursa kubwa sana, na ukiachana na kuagiza bidhaa nje ya nchi, leo kuna wafanyabiashara wadogo, si wote ambao wanamudu kwenda kwenye masoko makubwa, kwa mfano Kariakoo na kwingineko. Lakini leo wale wafanyabiashara ambao wanafanya biashara za jumla wanatupa bidhaa zao mitandaoni, ni rahisi kwa mtu kuingia huko na kuona kwamba bidhaa ambayo anaitafuta anaweza kaipata kwa mfanyabiashara gani. Kwa hiyo hii imerahisisha hata Watanzania kupunguza safari za kusafiri umbali mrefu kwenda kufuata bidhaa zao. Mitandao ya kijamii kwa kiasi kikubwa imekuja kurahisisha masoko ya biashara mbalimbali. Zamani watu walikuwa wanatangaza biashara zao kwa kutumia aidha radio au television, kiasi kwamba sio kila mtu alikuwa anaweza kumudu hizo gharama. Kwa hivyo sasa hivi mitandao ya kijamii imerahisisha, kwa sababu unanunua bando lako labda la buku 1000, hiyo unaweka, unaenda kwenye ukurasa wako, kikubwa ni wewe na followers wako. Kwa mfano labda mtu wewe una saluni, unasuka nywele, unaweza kumsuka mtu nywele nzuri, zile nywele ukaziposti kwenye mtandao wako wa kijamii kwamba jamani, labda nywele hii ukitaka kusuka na suka kwa gharama hizi, na mtu akaipenda ile nywele, yule mtu kapendeza, hata kutafuta, na lakini umetangaza biashara yako kwa kupitia mtandao wa kijamii na unapata wateja wengi. Lakini yote ni kwa sababu mitandao ya kijamii iko vizuri kwa wanaoitumia vizuri. Naam, kutoka Songwe hapo nao wamepata nafasi ya kuzungumza namna ya kutumia bando vizuri kwenye mitandao ya kijamii. Bila shaka tumewasikia hapo jamani. Kabisa. Turudi kwenye changamoto ambazo zinawakabili watu wengi linapokuja swala la kutumia bando. Kabla tujaje kwako kitaalamu zaidi, tuje kwako kibiashara zaidi. Changamoto ni zipi ambazo unaziona unasema pengine hizi zikitatuliwa watu watanufaika zaidi na mabando yao? Changamoto ya kwanza ni ile speedi kwenye wanaotupa hizi bando sasa. Kuwe kuna speedi ya kuweza kuposti kitu kikaenda kwa muda unaotakiwa watu wakakiona. Kwa mfano,
unaweza ukawa unataka kuposti video yako sehemu fulani ya biashara na umetarget labda kuanzia saa 3 mpaka saa 5, hiki kitu niwe nimeshapata wateja angalau 3. Unakuta ile video kuanzia saa 3 hiyo mpaka saa 7 bado inajiposti tu. Kwa hiyo mimi nadhani changamoto ya kwanza jamani ni speed. Changamoto ya pili ni kupunguza kidogo walau ili kila mtu aweze kuafford. Unajua bando sasa hivi la 2000 kwa sisi wafanyabiashara video hata moja haiendi. Na unakuta sasa hivi mavideo ya tumepewa yana uwezo mkubwa. Kwa hiyo unaliposti lile video linaishia njiani, bando la 2000 inakuwa halitoshi. Watu fikirie kidogo hapo kwenye kutuwezesha bei ya bando. Lakini pia zile tofauti na kuweka ile voucher na nini, zile zinaitwa nini zile siku hizi router zile router na zenye zipungue kidogo bei. Mimi hayo ndo maombi yangu. Iwepo router ambayo hata mfanyabiashara anayeanza basi, anayetumia bando aweze kuitumia, kwa sababu kama unakuta router ni 1,500,000 kwa mwezi, mtu mtaji wake ni 700,000, huyu mtu hawezi kuafford kwa sababu robo 3 ya mtaji wake inakuwa imekatwa kwenye bando. Ipungue, ziwepo bando za watu wa hivi ili kila mtu aweze kuafford kulitumia bando kufanya biashara yake. Kwa upande wangu kwa Samson sasa, na anapotujibia hapo nimemsikia kitu amezungumzia Celine kwamba unaweza kuwa umeposti kitu unataka view watu 500 lakini watu wakawa wameview watu 300. Pia naomba Samson utueleze ni muda gani sahihi wa kuposti vitu kwa yule anayetaka engagement au kwa yule anayefanya biashara, na utujibie hizo changamoto ambazo zipo hapa. Sawa, changamoto kubwa ni nadhani kwa watu wengi ipo kwenye upande wa elimu, jinsi ya kuitumia hiyo mitandao yenye ya kijamii. Kwa hiyo kikubwa tu ni kwamba wanapaswa kutafuta sehemu ambapo wanaweza kupata hizo jinsi ya kutumia hiyo mitandao. Changamoto kubwa iko hapo. Lakini pia wengine inapohusu labda kuanza biashara au kutumia hiyo mitandao kupata, wanahisi labda inahitaji kuwekeza sana mtaji. Wengi inakuwa wanasema labda sina mtaji, lakini kikubwa ni nadhani kwa mtazamo wangu mtaji mkubwa ni kuwa na ile motisha, spirit ya kuanza. Unaanza na kitu ulichonacho kwanza, alafu baadaye vitu vingine unaweza kuvipata mbele. Okay, kwenye swali la mwisho ambalo ilikuwa ni muda sahihi wa kuposti. Sasa ni ajabu sana. Sasa hivi nitakushangaza kitu kimoja. Zamani algorithm ya mtandao ilivyokuwa inafanya kazi, kwa mfano kwenye Instagram, mtu aliyeposti asubuhi ndio post yake nitaanza kuiona. Yaani kwa mfano mimi nina followers, Instagram pale nina followers kama 86 sasa hivi na zamani ulikuwa ukiposti wale watu wote wanaona ile posti. Ni tofauti sasa hivi. Instagram wanachofanya sasa hivi au platform nyingi, mtu ambaye ana interact na posti zako ndo anapelekewa posti. Kwa nini? Kwa sababu lifespan ya watu kutazama kitu imepungua na mitandao imekuwa mingi. Kwa hiyo wakikuletea content ambayo wewe hutaipenda, utaondoka tena kwenye platform nyingine. Sasa ili wasipoteze watu, post yangu haitapelekwa kwa wale followers wangu wote 80 na. Kwa hiyo wanachagua, wanatafuta watu selected member kwanza. Halafu wale kama ni watu selected member labda 1000 wakireact positive, alafu then wanapeleka ile post yangu kwa followers wangu wote. Nao wakireact positive, hiyo content ndio inakuwa viral content, inaenda duniani kote. Kwa ni nini mtu afanye? Mtu anapaswa tu kujua jinsi ya kujua jinsi ya algorithm inavyofanya kazi. Na ndio maana wengi kwenye video sasa hivi mwanzo anaanza na strong hooks. Anatengeneza kitu ambacho kitakuvutia. Hivi unajua darasa langu lililopita nimetengeneza milioni 200. Kwa hiyo unashtuka, how comes? Kwa hiyo anaanzaje pale ina kama ndoano. Kwa hiyo kikubwa tu ni kujua tu nini afanye ili ile content yake itazamwe, lakini si muda hususa wa kupost. Haizingatii muda sasa hivi. Kwa hiyo iko hivi. Algorithm tu kuijua inafanyaje kazi. Kwa sababu wewe unakuwa na men. Nilikuwa naongezea nikaongezea hapo. Yeye ameongelea kwa upande wake na mimi niongelee kwa upande wangu kibiashara kidogo. Sisi wafanyabiashara tuna muda. Kwa sisi ni tofauti. Kwa mfano asubuhi mnavyoamka, watu wengi wanajiandaa lakini wengi wanakuwa wameshika simu. Na asilimia kubwa ya sisi wafanyabiashara tunawatargeti watu wa maofisini na baadhi ya wafanyabiashara ambao watakuwa wanahitaji kile kitu ambacho tunakiuza. Kwa hiyo ule muda asubuhi ambapo watu wanaamka kujiandaa, ile saa 11 mpaka saa 3 achilia posti kwenye hizo platform zako. Lakini pia tulia. Sio utupostie sasa kama ndo status inakuwa mpaka kimstari, hapana. Au kama Instagram ndo posti hiyo ya magauni yanakuwa yako 20, hatutaki. Hatuwezi kupata wateja kwa namna hiyo. Nikikaa kidogo ikifika saa 4, hiyo tunajua ni break. Watu wanaenda kunywa chai, watu wanatoka kidogo ofisini kujistretch, achilia posti ya pili.
alafu tulia. Ile ya kwanza tayari uweze kukosa mteja. Hii ya pili ukiachilia, mtu anaona kaposti tena, anaangalia tena, unaweza kupata mteja mwingine, au yule aliyenunua huko akanunua tena kitu kingine, una pause. Ikifika saa 7 tunajua kabisa ni lunch time hapa, watu wanaenda lunch, obvious watu wameshika simu asilimia kubwa. Achilia tena posti nyingine pale, posti ya 3 kwa siku hiyo. Alafu kitu cha mwisho, posti ya saa 11 kwenda saa 12 pale watu wanagombania daladala, mtu huyu katoka huku, wamekaa kwenye daladala, most of people wanakuwa wameshika simu zao. Mimi hiyo nilifanya research, huwa nazunguka saa nyingine, natoka ofisini nazunguka kuangalia ni watu wanafanya nini sana, ni kitu gani nikikifanya posti zangu zitaenda au nitapata wateja wa aina fulani. Inanisaidia hata kujua bidhaa gani watu wanaitumia sana. Kwa mfano tukiangalia hapa sasa hivi watu wengi naona studio wamevaa jeans. Kwa hivyo najua kabisa jeans niilete sokoni, watu watanunua. Kwa hiyo sio kila muda unafanya kazi tu mtandaoni, saa nyingine jaribu kutoka kuangalia dunia nje, physical inaendaje, ili uweze kutengeneza biashara. Hapa biashara wanafanya kazi kama watu wa magazeti. Hizi siku hizi online tuma gazeti lake ile front page Swiss ngapi? Sangapi wanatuma story kama media wanavyo kidogo. Kumbe watu hawaendi bahati mbaya bwana. Ni kama unatupa ndoano. Mambo yako kitaalamu sana. Vizuri sana. Ni kama ukamata samaki yani. Unaanza kidogo na kachambo. Kabisa. Haya mambo yapo kitaalamu sana. Naomba nisome ujumbe au uko na swali hapo. Anasema asanteni sana UTV kwa kuwaita wataalamu wa leo, wamenifumbua macho. Bando langu mimi huwa nasomea masuala mbalimbali ya kielimu. Basi sasa nitawezaje kupata ujuzi wa kumiliki akaunti na kuzitumia na kuziendesha kwa faida? Mtaalamu utakuja kusema hapo, akaunti yangu kuendesha kwa faida. Anasema anaitwa Alima kutoka Kilimanjaro. Kwangu mimi natumia kujifunza na kuelewa vitu vingi, pia kuenjoy, hasa kuendelea kusoma comment. Yani sisi ndo wazee wa commentalism. Nafurahi sana nikiwa na stress. Haya. Anasema natamani watuambie vijana tunawezaje kunufaika na mitandao ya kijamii, hasa biashara, na kupata faida. Bila shaka atakuwa amechelewa huyu. Wewe umechelewa wewe. Anasema habari za asubuhi, hongereni sana kwa mada nzuri. Nimekuwa nikijaribu kutafuta mara nyingi namna ya kujifunza fursa hizo, lakini nimeshindwa na naendelea kudanganywa, kutapeliwa. Je, wananipatia linki? Kwa mfano kuna hao wanaotuambia kuangalia video utalipwa. Je, ni kweli hawa mtaalamu? Tumwambie tumwache mtaalamu? Tutakwambia, hatutakuacha, tutakwambia. Anasema salama. Jibu kweli au si kweli mtaalamu? Si kweli. Tena kubwa. Tunaiweka na wino mwekundu. Si kweli. Wanakutapeli ile hela haitoki. Anasema haya, anaitwa Mama Clara kutoka Morogoro. Sheli anasema huku bando I say kila siku bando la mwezi najiunga, kila siku bando la mwezi, hapo kuna faida au hasara? Sisi we listen Mama Clara. We don't judge. Anaitwa Clarence kutoka Morogoro. Anasema maisha ni changamoto, mchakato wa kutafuta na furaha, hivyo furaha yangu mimi inapatikana kwa mitandao ya kijamii, kwa natumia hivyo. Asante Patrick kutoka Moshi, tumepata ujumbe wako. Julius Mpogole tumepata ujumbe wako. Emmanuel tumepata. Musa Mwaisanila tumepata. Hunter tumepata, pamoja na Prepetua tumepata. Muda wetu umetutupa mkono, tuna dakika za kuhitimisha na wageni wetu. Kuna comment hapa zilikuwa zina maswali. Kuendesha akaunti kwa faida. Okay, sasa kikubwa tu ni kwamba na mwingine anasema ni kama anatakiwa kuanzia wapi. Unajua kwenye mitandao kuna ways to grow, kuna njia za kukua mtandaoni, na nitazitaja tu haraka, lakini unaweza kufuatilia kwenye platform zangu, wataweza kuzikuta huko. Kwenye kukua mtandaoni kuna njia 3. Njia ya kwanza inaitwa organic growth, yani ni kwamba unatengeneza tu content alafu unaziacha ziondoke hizo content ziende viral. Nadhani nimezitaja step zake hapo nyuma. Lakini kuna paid growth, kwamba sasa ikiwa content zangu haziondoki kawaida, basi ninalipia. Either unaweza kalipia hizo sponsored ads au kalipia influencers, watu wenye ushawishi wa kusaidie kutangaza biashara yako. Na njia ya mwisho inaitwa hybrid. Sasa kwenye hybrid ni kwamba unatumia zile zote. Kwa unatumia content, unatumia paid ads na unatumia influencers, ambao ndio sasa ndio mbinu ya makampuni yote kukua mtandaoni. Sawa. Na zile strategies, yani ile mipango kazi, ili nianze kunufaika, natakiwa nijiwekee kama ni karatiba, yani kama ni yani kanuni ipoje ili mtu aanze sasa, ambaye alikuwa anatumia tu kwa kawaida. Ili aanze sasa inatakiwa atafute sehemu hususa ambayo anaweza kupata elimu au taarifa kuhusu, kwa sababu tulisema jambo la kwanza ni lazima mtu achague awe na passion na kitu, lakini achague ujuzi ambao anadhani anaweza kautoa au biashara ambayo anaweza kafanya. Kwa sasa hapo ndipo anaanza kufanya research kwenye mitandao ya kijamii. Nadhani anaweza kafollow watu wengi sasa hivi wanaeleza kuhusu elimu ama sehemu ambapo anaweza kapata kitu husika. Kwa mfano hata kwenye platform zangu mimi
ninawaeleza vijana. Okay, na niongeze hapo kidogo. Kwenye biashara unapotaka kuanza kutumia mtandao, jitahidi kwanza uanze na mtandao mmoja. Hilo ni la muhimu sana. Usije ukadownload hapo Facebook, ukadownload Instagram, ukadownload TikTok, zote kwa unataka upost kwa wakati mmoja. Hautakuwa. Anza kwanza na mtandao mmoja. Chagua kama nitaspecify biashara yangu kwenye TikTok, posti kwanza TikTok. Ukiona umetengeneza walau wafuasi 100,000 au 70,000, 50,000 na kuendelea, hapo tunaweza tukasema huyu mtu amekuwa na engagement na ameweza kupata tayari wateja kwa 70%. Ukishaona hivyo sasa unaweza ukahamia kwenye platform nyingine ili uweze kuanza kuposti zaidi na zaidi, na uhakikishe kabla ya kuanza kusponsor au kufanya vitu vingine vingi, unao uwezo mkubwa wa kutengeneza maudhui mazuri ya biashara yako ya kuwafikia watu wengi. Yes. Kwa hiyo bora uwekeze kwanza alafu ndio ujitokeze. Maana unaweza ukaibika kule mtandao. Sawa. Sisi tunawashukuru sana kwa michango yenu ambayo mmetutolea kwa siku hii ya leo, na tunaendelea kusisitizana jamani, sisi tumewasikiliza. Kupanga ni kuchagua. Unachagua kwa upande gani? Uendelee bando lako liendelee kutumika au uwe miongoni mwa ambao watanufaika, lakini tukumbuke kwamba teknolojia inavyokwenda na dunia inavyokwenda hakuna namna, ni lazima na sisi tuingie huko kwenye mitandao ya kijamii kwa kuingiza fedha, kwa sababu uchumi unaendelea kubadilika. Sasa watu wanawapataji wanaohitaji ushauri, maana watu wanaomba namba, alafu wote sasa waliopo hapa wameshaoa na kuolewa. Sasa mnavyoomba namba ya Samson naomba watajie mtandao tu ya kijamii kwa ajili ya huduma na kazi. Sasa kuna namna tu unaweza asieleweke kidogo nyumbani simu zikiwa nyingi. Wanakupataje Samson? Okay, mimi kwenye mitandao ya kijamii akaunti yangu ni rahisi sana. Inaitwa Sponsored Ads Tanzania. Na uzuri sasa kwenye keywords ukiandika tu SPO au sponsor, ni akaunti yangu inapatikana duniani kote, ndio iko kwenye namba 1 kwenye search engine. Kwa hiyo Sponsored Ads Tanzania. Sawa. Mabinti usije kaelewa vibaya sponsor. Hii ni Sponsored Ads, yani matangazo yaliyofadhiliwa. Vijana wa chuo lakini kwa Samson anavyoonekana kweli huyu ni sponsor, wewe mwekezaji. Lakini huko kwenye platform naweza kuwa sponsor. Kwenye platform nimejipata. Celine, wewe tunakupataje? Kwa kweli mimi ukiandika mitumba, peji ya kwanza inayoanza ni ya kwangu pale juu. Utaona iko verified, lakini naitwa Celine Kim Store. Sisi ni wauzaji wa mitumba, balo za mitumba, na tunatoa elimu ya biashara. Sio tu kukuuzia, tunakupa elimu na tunakusaidia mteja uweze kuuza kupata faida. Karibuni sana, mtumba unalipa. Kuna mawasiliano ya simu kwa sababu kuna wengine kuna mawasiliano ya simu. Tunapatikana kwa namba 0714 58 20 44. Masaa yote inapatikana. Namba yangu kufundisha huko hata mkoani wapi? Naam. Na tumekuwa tukifanya hivyo. Namba yangu ni 06 74 69 55 49. Hazijazidi? Unaona kama zimepana. Basi sawa, tunaamua tu kupanga ni kuchagua, uendelee kuomba watu wa kupost au uendelee kuingiza pesa, ni wewe. Langu jina ni Merosi Mbaya na mwenzangu ni nami ni David Wakarunga. Na sasa tumposti.